Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza, salamu za Paulo kwa Korinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 9 inasema: Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sostenesi ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Nini fundisho hapa? Paulo anatuonesha namna ya kuandika waraka na injili ya Yesu Kristo kwa watu wa mataifa upatapo wito na kupeleka injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tunavyosoma, anawasihi, anawapongeza na kuwapa moyo kwa jinsi namna ipendezavyo kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu katika injili ya Yesu Kristo. Siri ya pili, mgawanyiko wa imani za Wakristo. Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 hadi 17 inasema: Basi ndugu, na wasi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo. Mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hao, sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika.
Nini fundisho hapa tunaposoma neno hili? Hapa tunaposoma mgawanyiko wa imani za Wakristo. Fundisho hapa, Mungu ni mmoja na Yesu Kristo ni mmoja, na Yesu Kristo na Mungu ni kitu kimoja. Maana yake ni nini? Hakuna mgawanyiko wa imani katika Kristo Yesu. Mgawanyiko wa Kristo usiokuwa na umoja na wenye kunia mamoja ni shetani ndani ya Ukristo. Paulo anatuthibitishia hapa, sio mimi. Maana yake dini zetu na madhehebu yetu yaliyopo ambao yanapondana usiku kucha, hayaneni umoja, huyo ni shetani ndani ya dhehebu na Ukristo. Tunatakiwa tuondoe matabaka, tunene mamoja, tuwe na nia moja ya kumtangaza Yesu Kristo na kuombeana, kwa sababu hakuna hata mmoja aliye mkamilifu katika dini, katika udini wetu, katika madhehebu yetu, bali tumeokolewa wote kwa neema tu, na wala hakuna mtu wa kujisifia kwamba yeye ni mwema, yuko vizuri, bali wote tumeokolewa na neema ya Yesu Kristo. Na sisi ni kama viungo vya mwili, bali tunie mamoja ili tupate kuwa wana wa Mungu. Siri ya tatu, Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 31. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Bali sisi tunaomhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwili, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Nini tunajifunza tunaposoma hapa? Neno la msalaba wa Yesu Kristo ni upuuzi wanaopotea, bali sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Maana yake ni nini? Wote wanaoona kusulubiwa kwa Yesu ni kudhalilika na kushindwa kwa Mungu ni wajinga na wamepotea, bali sisi wale tunaoamini kwamba nguvu ya msalaba imebeba ukombozi kwetu, ni neema kwetu na nguvu ya wokovu wa Mungu. Lakini kitu kingine, udhaifu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Na msalaba umebeba hekima ya Mungu ya uponyaji mara 1000 zaidi ya hekima ya mfalme Sulemani juu ya wanawake wawili makahaba waliyemgombania mtoto aliye hai baada ya mmoja kufa. Maana yake ni nini? Tunafundishwa Mungu ana hekima sana zaidi ya wanadamu. Mungu ana hekima sana zaidi ya viumbe vyote vilivyotengenezwa kwa damu na nyama, bali yeye ni mmoja. Na kuna wakati huwa anajifanya mpumbavu ili apate kuokoa watu. Kuna wakati mwingine anajifanya kama ni zaidi. Lengo ni kufanya nguvu yake iwe kubwa sana, kama jinsi msalaba alivyojifanya mnyonge, akajifanya kutemewa mate, akavulishwa nguo. Lakini ndipo ilipokuwa imefichwa hekima ya Mungu na nguvu ya Mungu ya ushindi. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.